Kiongozi ni mtu wa nne kwenye kile kikao chao cha maamuzi cha kamati kuu, na Chama cha Mapinduzi kimemtuma, kimempa bajeti ya mabilioni kuzunguka Tanzania nzima kwa ajili ya kuwasaulisha watu habari za mauaji ya tarehe 29, si ndio? Sasa huyu kiongozi mwenezi ambaye nadhani ndio mwenezi katika kumbukumbu zangu, ambaye akili yake kidogo ni mbovu, maana majembe alikuwa ni kina Nape kina Polepole, ndio mwisho mwenye akili, mwenezi mwenye akili. Kiongozi jana ameitisha mkutano wa waandishi wa habari, anasema wao kama Chama cha Mapinduzi wana taarifa kutoka vyanzo vyao vya ndani kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinafanya mikutano ya siri, vikao vya siri ili kuhamasisha vurugu. Haya ni maneno ya katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kiongozi. Mimi nikajiuliza, hivi kiongozi siku hizi amekuwa ni IGP? Kiongozi siku hizi amekuwa ni Mombo, mkuu wa usalama? Ni mkuu wa majeshi? Huyu kiongozi ni nani? Sasa nataka nikwambie kiongozi, sisi Chadema tunajua wao walivyoenda kuongea na vyombo vya habari si akili zako, ni maazimio ya kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi ili kuanza kukamata viongozi wa Chadema wa ngazi zote, ili kusudi tushindwe kufanya mikutano ya siasa. Jambo hili lilifanyika mwaka jana. Ilipofika tarehe 24, viongozi wa mikoa walianza kukamatwa, viongozi wa hamasa walikamatwa, viongozi wa majimbo walikamatwa, na hata mimi nikiwa nikamate nikaescape kidogo kupisha hizo ruba, maana kukamatwa wakati mwingine sio sifa, sio kwa sababu akisema ana taarifa kwamba Chadema tunaanzisha vurugu, sisi Chadema tunajitosheleza kufanya maandamano kwa vibali, maana ni haki ya msingi wa Tanzania kudai maandamano. Sisi Chadema kwa nini tuvizie kufanya vurugu? Sisi ni chama cha siasa, tuna mamlaka kamili ya kufanya hayo na katiba inaturuhusu. Ndio maana tuliwahi kufanya maandamano nchi nzima kwa utaratibu. Sasa huu anaotumia tunajua ni baraka za Chama cha Mapinduzi, kinawaambia jeshi la polisi wajiandae kuanza kutukamata viongozi wa Chadema. Huu tunaojua sisi mnaotaka kutufanyia. Hili lilikuwa ni jambo la kwanza nilotaka kuongea na kiongozi. Jambo la pili, ndugu zangu, ninataka niwape pole sana, pole kubwa kwa mauaji ya halaiki yaliyofanyika mwaka jana, na wao hawawezi kuhoji popote, na ndio maana wanawajibika kufanya hivyo. Hata mioyo yao inavuja damu pale walipo, wana maumivu kama sisi. Kwa hiyo huko nitawaacha. Chama cha Mapinduzi ni chama kilichotuandalia serikali tawala na serikali tawaliwa. Sisi watoto wa maskini ndio serikali tawaliwa, na watoto wao ndio serikali tawala. Kwa hiyo tunataka kunyooka na Chama cha Mapinduzi kwamba nchi hii ni ya kwetu sote, keki ya taifa hili tule pamoja, na tuache ubabaifu wa Chama cha Mapinduzi. Nimemsikia waziri wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar mwenye jina kama langu kalinajisi jina langu, wakina Sada tuna akili, hatuna kina Sada wajinga. Sada Mkuya anasema watatibiwa Wazanzibari tu walioko kule, wakati Tanganyika tuna Wazanzibari. Ametuwekea matabaka kati ya Tanganyika na Zanzibar. Kitu hiki Chadema tulikiona muda mrefu sana. Ndio maana tulitaka muundo wa serikali tatu. Serikali tatu kwa maana nchi yetu ya Tanganyika ipate rais, nchi ya Zanzibar ipate rais, then apatikane rais wa Jamhuri ya Muungano anayezisimamia nchi hizi mbili, ili kugawa usawa wa kile kinachopatikana katika taifa hili lililokuwa na muungano. Leo Zanzibari wamekuwa wabaguzi dhidi yetu, lakini sisi tunaung'ang'ania muungano. Tunasema tunahitaji serikali tatu, serikali ambazo na serikali ya muungano itakayosimamia rasilimali zetu wa Tanzania.
wa Tanganyika na Watanzania wa Zanzibar, ili tuweke usawa. Wazanzibari wana nchi wao, Wazanzibari wana rais wao, Wazanzibari wana bunge lao, Wazanzibari wana wimbo wa taifa. Leo tunaimba wimbo wa taifa wa Tanzania, tumeacha wimbo wetu wa Tanganyika. Tunaitaka Tanganyika yetu, tunaitaka nchi yetu. Tunaomba tulie pamoja kuililia katiba ya nchi hii kwa pamoja, ili tuweze kuweka misingi mizuri. Tunahitaji rasimu ya wananchi ambayo tulipendekeza, tulitumia mabilioni ya pesa ya Watanganyika hawa na Watanzania kwenda kutengeneza rasimu ya katiba ya Jaji Warioba.